Mtazamaji wa Simamia TV, kipindi ni Tiririka. Mimi ni Mwafrika, nyuma kamera ipo Uncle G. Na kama una kumbukumbu vizuri mtazamaji, mwaka jana mnamo mwezi Septemba, Simamia TV kwa kushirikiana na Mheshimiwa Diwani wa kata ya Kabanga, baada ya kutupa taarifa kuwa kuna mtoto ambaye alikuwa na tatizo hapa Ngunduzi, tukawa tumekuja na Mheshimiwa Diwani hapa kumwangalia, lakini baadaye tukapeleka ili jambo kwa wadau kwa kushirikiana na Mheshimiwa Diwani tena. Mwisho wa siku akapata kupelekwa KCMC huko na sehemu nyingine. Nadhani milolongo mingine atazungumza mtu ambaye alikuwa naye huko akiwa anatibwa, na sasa amerudi Kabanga nyumbani kwao hapa. Ni moja kwa moja, kwanza nitaanza kuongea na Mheshimiwa Diwani ambaye pia alimpokea, kama unavyoona video hapo, tukao tunampokea pale stendi. Diwani alikuwepo na atatuambia kwa upande wake anaonaje hali ya kijana. Mheshimiwa, habari yako? Nzuri. Kwa upande wako toka mwaka jana mwezi wa 9 kwanza mpaka sasa, wakati Anicet unakuja kumuona hapa, nadhani hali yake unaikumbuka vizuri. Je, ulikuwa unaamini kweli anaweza akawa katika hali yake vizuri, na kile pia unamuonaje kwa sasa? Niliamini kwamba atapona kwa sababu kama Mungu amekupangia kuishi utaishi tu. Na hali yake kwa sasa, labda kwa upande wako wewe unaionaje? Hali yake kwa sasa naona amerecover, amerudi kwenye hali yake, lakini kwa jinsi alivyo sasa hivi anahitaji uangalizi mzuri, asimamiwe vizuri katika ulaji wake na asinyimwe chakula kwa wakati. Maana sasa hivi tayari kishapata matatizo hapo. Kwa hiyo akinyimwa chakula, akicheleweshwa chakula, wanaweza sasa tukatafuta matatizo mengine. Kwa hiyo vizuri wazazi wake, babu zake anaishi naye hapa na bibi yake, wao makini kumhudumia, yani mara kwa mara wamlishe vizuri na wamlishe kwa wakati. Yani bora ale kidogo lakini akiache kuliko akakosa kabisa. Mimi kwanza niwashukuru sana. Kwanza naanza na bibi yake, maana bibi yake ndo alikuwa mtu wa kwanza kuliripoti hili swala. Siku tunafanya uchaguzi wa serikali za mitaa wenye viti wa vijiji, nilikuja huku kama kutembea. Bibi yake akaniita pembeni, akaniambia, "Mheshimiwa, mimi na tatizo." Nikamuuliza, "Una tatizo gani?" Akaniambia, "Na mtoto nyumbani ameacha kwenda shule, anaumwa, amevimba sana tumbo. Umeona? Kwa hiyo afya yake sio nzuri. Yaani ana muda mrefu sasa ameacha kwenda shule. Na wenzake wanakuja kumuona nyumbani, walimu, lakini matatizo yale tumeshindwa, tukaambiwa kwamba hospitali ya Nyamiaga tutafute 400,000, atatibiwa, atafanyiwa operation." Umeona? Nikamuuliza operation ya nini? Wakasema waliambiwa kwamba operation ya bandama. Umeona? Basi mimi niko busy nyinyi Simamia TV. Nikawapa location kwamba nendeni sehemu fulani, mtafuteni mtu fulani, mwambie tunahitaji kumuona mtoto fulani eneo fulani. Nadhani ndio mlifika hapa, mkalichukua taarifa zile, mkaliripoti. Tulipo ripoti, nadhani ndio tukaanza sasa mchakato wa kumtafutia pesa za usafiri. Lakini mimi tayari nilikuwa nishafanya mchakato wa kwenda kupata mfadhili atatibiwa. Nadhani tangu mwezi wa 9 mwaka jana yeye alienda na mjomba wake ambaye alijitolea, ndugu yangu Ayubu hapa, jirani yangu kushoto, alijitolea kukaa na mtoto huyu. Kwa hiyo Ayubu alikaa kule, naye pia hakuishi kwamba kwa matatizo, naye kila kitu alihudumiwa na huyo mfadhili. Yeye alipewa pesa zake za matumizi, za kula, kila kitu. Umeona? Na huyu mtoto naye akahudumiwa mpaka leo. Kwa hiyo karibu miezi 7 alikuwa anahudumiwa hapo. Gharama mimi siwezi kuzijua. Labda Ayubu alikuwa akienda huko akiishi na mtoto anaweza akazijua, lakini naamini gharama zilizotumika ni nyingi. Mtoto huyu amefanyiwa upasuaji kidogo tumboni. Kwa hiyo alionekana ana kansa, umeona? Sasa katika ile kansa wakaamua ini figo moja lilikuwa limeshaharibika sana. Ikabidi madaktari wakafanya maamuzi wakamtoa. Pia ikaonekana kansa nyingine ilikuwa ishaanza kusambaa kwenda kwenye mapafu. Basi ndo hatimaye mfadhili akamchukua tena kumpeleka Muhimbili. Aliishi pale Muhimbili tangu mwezi wa kwanza, sio wangapi? Mwezi wa pili mwishoni. Umeona? Alikuwa Dar es Salaam pale Muhimbili, lakini wakati yuko Muhimbili, lakini sehemu ya Mionzi alikuwa akienda kuhudumiwa kule Ocean Road. Akitoka kule anarudishwa Muhimbili ndo kama kituo. Kwa hizo gharama zote zilifadhiliwa na ule mfadhili. Kwa kweli mimi binafsi niwashukuru nyinyi Simamia TV mlichokifanya. Nimshukuru bibi aliyetoa taarifa, na mimi nimefanya pati yangu kumuunganisha tu
ili apate matibabu, umeona. Lakini nimefurahi sana kuona mtoto amerudi mzima, yani na mimi nimejisikia safi kabisa, yani ni kazi kama ya Mungu, yani nimeona yani nilichokifanya kizuri. Lakini naamini mtoto huyu Mungu akimjalia ataendelea, maana siku mfadhili alivyokuja alimhoji Anicet, umeona. Kwa sababu mimi kila hatua anayofanya Anicet mimi nilikuwa naijua. Kila hatua, leo iko wapi, leo atafanya nini, nilikuwa navijua. Anasafiri na vijua, anaenda huku na vijua, maana mimi ndio nilimpeleka kule Anicet. Na mara ya kwanza nilimpeleka mwenyewe. Umeona? Kwa maana hiyo mfadhili alichokifanya ni kikubwa sana. Yaani watu wa Ngundu, si familia hii inapaswa kumwombea hata kama hawamjui, lakini wamuombee tu. Wadau wa Jimbo Huru kwa kweli tulivyoweka mkeka walijitoa watu wote waliochangia mkeka kuhusu safari ya Anicet. Mimi kwa kweli nawashukuru, maana walichokifanya hawakunipa mimi. Mimi nilimpeleka mtoto mwenyewe nikamkabidhi kule. Baadaye ndo kwa sababu ikaonekana matatizo yake makubwa na anapaswa kukaa muda mrefu, ndo baada nikarudi huku nikaongea na wazazi, wakikabidi wamchague mtoto wao mmoja ambaye kama mjomba wake, ndo tukamtuma kule naye tukamtafutia usafiri. Tukamtuma akaishi naye tangu mwezi huo wa 9 mpaka leo. Kwa hiyo kwa kweli wadau wa Jimbo Huru waliochangia wote, mimi nasema sina cha kuwalipa, naendelea kusema Mungu atawalipa tu.